Wa muungano wa upinzani wameshikilia kwamba watamfanya Rais William Ruto wa kwanza kuhudumu kwa muhula mmoja pekee kutokana na hali ya sasa humu nchini. Wakizungumza walipoanza ziara yao ya siku 3 eneo la Gusii, viongozi hao wakiongozwa na naibu kinara wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzao wa DCP Rigathi Gachagua wameahidi kusalia pamoja ili kuhakikisha wanampeleka Rais William Ruto nyumbani ifikapo mwaka 2027. Katika ziara hiyo, Daktari Matiang'i alitawazwa kama msemaji wa jamii ya Gusii na kupewa idhini ya kufanya mazungumzo na viongozi wengine wa upinzani katika kubuni uongozi ujao. Isaac Musyoka anatuarifu. Tangu kuondolewa kwake mamlakani, imeonekana nadra kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutoa eneo la bonde la Ufa ambalo ni ngome ya Rais William Ruto. Ila leo hii Gachagua pamoja na viongozi wengine wa upinzani wametua kaunti ya Bomet, na kinyume cha matarajio ya wengi wamepokelewa vyema na wakazi wa eneo hilo. William Ruto, hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie. Viongozi hao ambao wako katika ziara ya siku 3 eneo la Gusii wakitumia fursa hiyo kumkashifu Rais Ruto kwa matamshi yake ya kumkejeli kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwamba atamjengea barabara ya kuelekea nyumbani kwake, wakisema ni kinaya kwani bonde la Ufa halina barabara zilizoboreshwa. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, hana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Harambee! Kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani. Amewatengezea daraja. Mimi nimeambia Bwana Ruto anakimbia kule Nithi. Kuna daraja kama yenu imeua watu hapa. Kule Nithi pia kuna daraja imeua watu. Nimeona anakimbia huko kupeleka mabilioni na kumbe amesahau nyumbani. Si hapa pia ni Kenya? Baadaye viongozi hao walielekea katika kaunti ya Kisii kwenye mkutano wa kumtawaza Daktari Fred Matiang'i kama msemaji wa jamii ya Gusii atakayeiongoza jamii hiyo kwenye kikundi kitakachomwondoa Rais Ruto mamlakani. Wazee wa Kisii na akina mama, mimi nataka kuwashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya hawa watu kwa heshima ambayo mmenionyesha, hii fimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo. Ninataka kuwahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Huu ni wakati wetu wa kupanga nchi. Hii serikali imeshindwa kufanya hiyo kazi. Watoto wetu walienda kwa maandamano 2024, wakaleta mchezo, imekuwa sarakazi, tena wameanza tena mambo ingine ya kuleta violence kwa mikutano kama hii. Mnakubali hayo? Vilevile walishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuzorotesha miradi nchini pamoja na utoaji wa huduma kwa wananchi. For the first time sisi tupate uhuru. Hii serikali ambayo sisi tunapanga ni serikali ambayo itaweka maslahi ya mwananchi mbele. Na sisi tumekubaliana na viongozi sisi wote ya kwamba mkitupatia nafasi, mambo ya rais kufanya biashara na serikali, kufanya tenda, kufanya kila kitu, kwa insurance, ako kwa matatu, ako kwa ukulima, hiyo maneno itakwisha. Isaac Musyoka, Undugu TV.